katika kitabu cha Yohana John 6:33 to 40, lakini mniruhusu ili tuweze kusoma kwa lugha ya Kiswahili, maana hiyo ndio lugha nitatumia sana. Kama ni kuongeza Kiingereza ni 1-2, lakini nitatumia sana lugha ya Kiswahili. Yohana Mtakatifu sura ni 6 mstari wa 33 na mpaka 40. Biblia inasema, kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu ataona njaa kabisa, naye aniaminie ataona kiu kamwe. Lakini naliwaambia ya kwamba mmeniona wala hamwamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye Mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Bwana asifiwe. Nitaruka 47 na 48. Inasema, amin amin nawaambia, yeye aniaminie yuna uzima wa milele. Mimi ndimi chakula cha uzima. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu walila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kishukacho kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula ni nachokitoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haya ni maneno ya Yesu Kristo aliyoyasema akiwa katika mji inaitwa Kapernaum. Hapa ni baada ya yeye kulisha wale watu 5,000 katika lile ziwa la Tiberia. Siku iliyofuata watu walijaribu kurudi tena mahali walikopata ile mikate, na waliporudi pale wakumwona Yesu, maana Biblia inatuambia ya kwamba walipokula ile chakula ambaye Bwana alishukuru na kuwapea mikate 5 na samaki 2, walichukua ile nafasi na wakajiambia ya kwamba huyu ndiye nabii ambaye alisemekana anakuja ulimwenguni. Na wao kwa fikra zao wakasema watamshika na wamfanye kuwa mfalme wao, maana wakati huu Waisraeli walikuwa chini ya utawala wa Kirumi, na taifa la Israeli walikuwa chini ya uongozi ambaye ilikuwa tofauti na uongozi wa kimungu ambaye Mungu alikuwa amepatia taifa hili la Israeli. Na sababu hiyo walikuwa wamekandamizwa na Warumi, na walipoona yale maajabu Yesu alifanya, wakafikiria na kusema, sasa basi, maana maandiko yanasema kuna nabii ambaye Bwana atawainulia ninyi, na yeyote atakaye kosa kumsikia hakika atakufa. Haya ni maneno ambaye Musa aliambia Waisraeli akiwa pale jangwani, karibu akimalizia safari yake hapa duniani na kumpokeza
Yoshua usukani wa kuongoza taifa la Israeli na kuwaketisha katika nchi ambaye Mungu aliwaapia baba zao. Hivyo basi tunaambiwa ya kwamba wakati Yesu alijua ya kwamba wanataka kuja kumshika na kumlazimisha kuwa mfalme wao, kwa sababu Yesu alikuwa Mungu, akatambua mawazo yao. Yeye akajitenga, akaenda mlimani kuomba. Wanafunzi wakashuka kule baharini, wakachukua chombo na wakavuka ng'ambo ya bahari. Biblia inasema ya kwamba hawa makutano ama umati, siku iliyofuatia walipofika wakaona Yesu hayupo, wakachukua mashua na wengine wakapita miguu kuzunguka bahari ili kwenda ng'ambo ya pili ili kuonana na Yesu. Na walipopatana na Yesu, Yesu akasema maneno haya ya kwamba najua hii amunitafuti kwa sababu mliona maajabu uliyotendeka, lakini mnanitafuta kwa sababu ya yale mikate mlikula jana. Akawaambia, msifanyie kazi chakula cha mwili ambaye hakina uzima. Ndiposa akaanzia pale na kuambia ya kwamba fanyieni kazi chakula cha uzima kiletacho uzima, na si uzima peke yake, lakini uzima wa milele. Kwa njia nyingine kuambia, tafuteni kuwa na ushirika na Mungu. Tafuteni mambo ya milele, mambo yanayodumu, mambo ambayo yanaenda beyond the normal life, mambo ambayo, tafuteni yale ambayo yatawafanya kuishi zaidi ya vile tunaishi sasa. Na akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima, na hii chakula imeshuka kutoka mbinguni. Mungu ameleta chakula hii, na kila mmoja anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele. Praise the Lord. Amen. Anayeamini mwana ana uzima wa milele. Yeye ambaye anamwamini mwana, Biblia inasema hataona njaa kamwe, na pia hataona kiu tena. Akawaambia, baba zenu walikula mana jangwani na wakafa, lakini chakula hiki mtu akikila yeye hatakufa tena, bali ataishi, na ataishi si siku chache, lakini ataishi milele. Praise the Lord. Yesu anaponena habari hii ya kwamba yeye ni mkate wa uzima, anasema kwa njia ya imani sisi tunaweza kula huyu Yesu. Maana amesema aaminie mwana ana uzima wa milele. So sisi ambao tumeamini tuna uzima wa milele. Now we need to feed on Jesus. Unajua, kwa hii maisha ya kawaida tuko na njaa. Maisha hii, kando na njaa ya ugali na mchele na ile ingine ya kusaidia hii mwili, kuna njaa ambayo watu wako nayo, njaa ya mioyo yao, njaa katika nafsi zao, njaa ya kujua sisi ni nani, ni akina nani. Maana mwanadamu alipokatisha uhusiano wake na Mungu, mwanadamu alipotea, dhamana ya mwanadamu ikapotea pale Edeni. Maana walipovunja ule uhusiano ya kukuwa na Mungu, sasa mwanadamu akaenda na kuhangaika. Dhambi ambayo ni rebellion, maana ya dhambi ni kukaidi. Unaona ile, it is rebellion, rebelling against the will of God, rebelling against the plans of God. That is why now we have sin in the world. The meaning of sin in Hebrew, it means rebellion.
when this man rebelled against the word of God, which says, do not eat this tree of knowledge of good and evil, from there man lost the meaning of his life. But praise be to God, who loves us so much. The Bible says he gave his only begotten Son, that whoever believes in him will not perish, but have everlasting life. Praise the Lord. Amen. Jesus came to restore our meaning. Jesus came to restore us, to restore the image of God in our lives. Remember, I told you one day that man lost his birthright legally because he gave it out. But Jesus came to restore our birthright and our rightful position, both legally and righteously. Praise the Lord. Now our duty is to feed on Jesus every day through his word. How can we feed on Jesus? We feed on Jesus by reading the word of God. This word is the food of our lives. When we feed on the word of God, we shall love the meaning of life. We shall understand who we are. Hello. Praise the Lord. Tutakapokula, unajua Yesu anaposema atakaye kula mwili wangu, si ile damu na nyama, ni kukula hii neno. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuweko na neno, na neno alikuwa na Mungu, na neno alikuwa nani? Mungu. Kwa hivyo tunaposoma neno la Mungu, that is where now we are feeding on Jesus. And when we feed on Jesus, our lives will be strengthened. Every day, we shall never lose our hope when we feed on the word of God. We shall continue being our appetite, our appetite of the worldly life will be, it will just cease. Our appetite, ile tamaa yetu ya dunia ya anasa itaisha. When we feed on Jesus, we shall live upright. We shall live a life of victory because we have the word of God. And the Bible tells me that when you feed on the word of God, your faith is being built. Every day your faith will grow because you are feeding on the right word of God, the right nutrition that is in the word of God. When you read the word of God, your faith grows. For the Bible says, faith comes through hearing, and through hearing the word of God. Amen. Imani hujengwa kwa kusikia neno la Mungu. Na tunaposoma neno la Mungu inaturejeshea tumaini katika maisha yetu. Tunaposoma neno la Mungu, imani yetu inainuka. Na wakati imani yetu inainuka kwa Mungu, inainua maisha yetu ya maombi, ya kwamba tutaishi tukimwomba Mungu, naye atatunywesha maji ya uzima, atatujaza na roho wake. Praise the Lord. Maana Yesu anasema, yeyote anayekunywa maji nimpeaye, ndani yake itabubujika maji ya uzima. Praise the Lord. Hautasikia njaa tena. Hautatamani tena kutenda dhambi. Maana ndani yako imejaa neno. Na neno la Mungu linapojaa ndani yako, inatakaza moyo wako. Inakemea mawazo machafu. Inakemea tabia mbaya. Inakemea maneno machafu. Maneno maovu hayatapatikana kwa kinywa chako, maana ndani yako imejaa neno. Umeshiba. Hello. Mtu ambaye ameshiba akwangi na haraka, hata ukiwekea yenye inakaa na mwanadamu akwangi na haraka, because tayari amekuwa nini. Lakini na mtu mwenye yako na njaa, hata ukiwekea, hata kama ni chakula yenye si sawa, ataingizanga tu because hapo na njaa, anataka kuishi.
Hello. Let us feed on Jesus. And feeding on Jesus is that let us have faith in His word. Read the word of God. Here is full of the promises of God. Jesus said, ask and it shall be given. Thank you. Our sister Edna came and said, please pray for me. I will want this seat. Ask and it shall be given. Na kama ujui ya kwamba Yesu amesema omba na utapewa, utaomba kweli? You need to know. You need to know the word of God, because the Bible also says in the book of Colossians chapter 3 verse 16 that let the word of God dwell in your hearts richly. And when the word of God dwells in us richly, I'm telling you, brethren, we shall never lose hope. Every day, it doesn't matter how stormy life will be, we shall be sustained by the word of God. Because the Bible says, whoever feeds on me shall live forever. Amen? Because we have the word of God, we have hope beyond the death, beyond this world. We are seeing the world whereby other people are not seeing it. We are seeing the world whom the Bible says it is the world of the rest. Yani ile dunia ingine, nchi ambayo wengine hawaoni, kwa sababu sisi tuna uzima ndani yetu. Bwana asifiwe. Tunaposoma neno la Mungu, feeding on Jesus is like, it says, for example, tunapopanda miti, tunajua vile Yesu alisema ya kwamba in chapter 15 that I am the true vine. I am the true vine and you are the branches. A branch will not live, a branch will not be sustained with being outside the stem. Si ni ukweli? Hakuna matawi ambayo yanaweza kukua bila kukua ndani ya mti. Hivyo basi na sisi bila Yesu sisi ni bure. By the way, without Christ we are nothing. Let me tell you, my brother, God will do without you and without me. But we cannot do without Him. He is all-sufficient God. That is why the name Jehovah means the whole-sufficient God. But we must lean on God to give us victory. Praise the Lord. Najua dunia ya sasa penye tuko kuna dhoruba na mawimbi makali. But we need the spiritual strength. Tunahitaji nguvu ya rohoni. Tunahitaji neno la Mungu ili tuweze kusimama kinyume na hii dhoruba ambayo iko kwa dunia ya leo. Wakati unajilisha na neno la Mungu, haijalishi vile upepo itavuma, wewe kitu moja ambaye itajalisha, wewe una msingi ulio imara ambaye wewe ndani yako una Kristo, na kwa sababu umeshiba, wewe utakuwa na nguvu kila siku ya kustahimili kila upepo ambaye inakuja. Hautaondoshwa na fitina ya mtu. Hautajali vile watu wanaangalia wewe. Utajali vile ambavyo neno la Mungu linasema kuhusu maisha yangu. Utajali vile ambavyo Mungu anasema kuhusu hali yangu. Anasema niko pamoja na wewe mpaka mwisho wa dahari. Yesu akasema niangalie. In other words, Yesu anasema look up to me, I am there to help you. Vile ambavyo Petero alivyo, Yesu alimwambia njoo. Unakumbuka wakati Yesu alitembea juu ya maji, Petro akamwambia Bwana, amuru nikuje. Yesu akamwambia njoo. Na alipotembea mguu moja na mbili, Biblia inasema lazima wasiwasi ikaanza pale, akaanza kudoubt. Na alipodoubt akazama. Na alipozama akapiga kelele, Yesu niokoe. Na Yesu akamwambia mbona umekuwa
na imani haba. Wakati ambapo uko na neno la Mungu, hata unaposimama juu ya bahari hautazamishwa na hali, maana wewe una uzima ndani yako. You will be floating up. Hallelujah. You will live because you have Jesus in your life. You understand where you are going. You will understand life through the eyes of God. You will see life through the lens of the Word of God. You will never be discouraged. Amen. Hata kama wakati watu wanasema uchumi inaisha, uchumi haiendi vizuri, ndio ninajua uchumi, yes, sikatai ya kwamba saa hii dhoruba ya uchumi kwa kila mahali dunia mzima imetingizwa kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Lakini one thing I want to tell you, the Bible says the righteous shall live by faith. And you will not live by faith if you don't understand the Word of God. You need to feed yourself with the Word of God. Unahitaji kujilisha na neno la Mungu. And wacha niulize na mniambie sincerely, how many times do we read the Bible? See ile ya Jumapili. How many times do we read our Bible during the week? Jiulize, sijui ni ngapi. Wangapi wanasomanga mara moja kwa wiki? Weka tu tuone. You know what? I am envying the church of Acts. The Bible says they devote themselves in the teachings of the apostles and in prayers and in fellowship and in doing what? Si mnasemanga hiki na siku? And breaking the bread. Walikuwa wanasoma neno. Nguvu ya Mkristo ni kusoma neno la Mungu. The carnalities that we see in church nowadays, the depression of character that is killing the church and the world of today, it is because we are missing the mark. We are missing the right nutrition, the Word of God. Lakini tunaposoma neno la Mungu, maana Yesu alisema maneno ambayo nimewaambia imewatakaza, inawasafisha. Neno la Mungu linasafishanga mawazo chafu. Unasoma neno la Mungu inasafisha moyo ambaye ina doubt, moyo ambaye ina wasiwasi inaimarika. Hivyo ndio neno la Mungu linasema. Inahekimisha mjinga. Psalms 19 verse 7 to 10. Ya kwamba neno la Mungu linatia nuru macho ya mpumbavu. Neno la Mungu linahekimisha mwenye hana hekima. Hallelujah. Praise the Lord. Hebu sikia haya maneno. Biblia inasema katika Isaya 38 mstari wa 5, akasema katika jangwa imetokea barabara kuu, the highway. Akasema na barabara hii hatapatikana simba, hatapatikana kitu ambacho kinaumiza watu, lakini barabara hii ni ya wale waliofunguliwa, ni ya wale ambao wamekombolewa. Barabara hii ni ya wenye haki. Hallelujah. Na wenye haki ni sisi ambao tumekombolewa na kupewa haki na Kristo na kupewa nafasi na Kristo kufanyika watoto wa Mungu na kuzaliwa katika nyumba ya Mungu. Na isitoshe, we belong to a kingdom. We belong to the kingdom of God. Praise the Lord. And that is why we must feed on Christ. We must feed on the Word of God. That this Word will give us the strength and courage to continue even when times are not favoring us. We will continue because the Bible says we are more than conquerors in Christ who loved us. Hallelujah. Na akasema ya kwamba waliozaliwa na Mungu watashinda ulimwengu. Na kule kushinda ni nini? Ni imani ambayo iko ndani yetu. Amen. Najua corona iko, lakini we need to raise up. Let us feed on the Word of God. Yesu
Yesu alisema, tazama kwa kupigwa kwake tumepona. Alichibuliwa kwa makosa yetu. Alichukua huzuni zetu. Yeye alidharauliwa kwa ajili yetu. Alifanyika maskini ili sisi tukue nini? Tajiri. Tukue matajiri. Matajiri wa uzima, matajiri wa amani, matajiri na kupewa nguvu ya kushinda dhambi, na kupewa nguvu ya kukuwa na matumaini zaidi ya wengine. We are loved by the Lord. Praise the Lord. Tunapendwa na Mungu. Jilishe na neno la Mungu. Halo, jilishe na neno la Mungu. Every day, eat the word. The word will give you strength. The word will increase your knowledge of knowing Christ every day. You know our purpose in our church here. Listen to this. Our vision in this church is to touch the world with the love of God by being the wholesome, radiant ministry that reaches out to the world with the gospel. That is the vision. Now, through the word, you will love others. The word of God will give you strength to love and love others. Unajua nini? I've lived in church na nimeishi kutumikia Mungu, lakini nimefika mahali, kuna mahali a challenge of believers, most of us, and that is why I'm saying, let us feed ourselves with His word. It will help us to overcome any negativity in our lives, any negative thought. The Bible says, if the word of God is the sword of the Spirit, it will help us to wage the spiritual war against any witchcraft. By the way, unajuanga Mkristo hata ukiroga yeye arogekani. Sijui kama mnajua hii. Hello? Yes. Mnajuanga hiyo? Yes. Na kutale kama mchawi yako hapa lakini hayuko hapa. Hayuko hapa. Mwenye ameokoka hata ukiendea uchawi kiasi gani hawezi rogeka. Kwa sababu maisha yake ndani yake inaishi uzima. Yesu akiwa ndani inamaanisha wewe una uzima ndani yako. Ndugu, hata wakienda, nilienda Uganda na nikagundua kwamba kama kuna kitu watu wanaogopa Uganda ni uchawi. Uchawi na wanafanyanga kweli si rahisi. They are doing it. Maana kuna wakati tulienda tukaambiwa twende kwa Dio. Kule pia kulikuwa na mchawi anawekewa kiti yake pale. But hiyo siku nashukuru Mungu hakukuja kwa mkutano. Tulikuwa Jinja. So, nataka kusema nini? When you have the word of God, you have life in you. So, read and eat the word. Because when you eat the word, you will have that strength to stand against every wave, to stand against every weapons of the devil, and your faith will grow, and it will be the shield of your life. And then every day, let me tell you, you will grow and you will understand yourself. And when you discover yourself, you will know the gift that the Lord has given you, and you will live in your area where you are. You will walk, and the Lord will bless you to know the area that God has called you to serve in the church. Ukijitambua utajua ni nini Mungu alimitia. Na utajitambua ikiwa utakula Yesu kupitia neno hili. Maana Yesu ndio neno, na wale wanaokula neno wataishi. Wale wanaokula neno wataendelea kupaa. Biblia inasema those who are wait, the word of God will help us to know on how to wait on the Lord, on how to wait on God.
Na wakati tunamngojea Bwana, utangojea kwa maombi, utangojea kwa nguvu, utangojea kwa matumaini, na Bwana atakuinua, haijalishi mali umetoka. Mungu angalii pesa yako, Mungu angalii jina ya kwenu, Mungu angalii umaskini yako, Mungu anaangalia vile ambavyo umetengeneza moyo wako na kupokea neno la Kristo na kuishi kwa kulingana na hilo neno. I'm telling you, the Lord will raise you up. Hallelujah. Kuna uwezekano ulikunywa tu turungi na kukuja, maziwa itapatikana. Neno la Mungu linakuambia leo hii haijalishi vile itakuwa, lakini kesho yako inakuja. Hallelujah. Leo hauna kiatu, lakini kesho yako inakuja. Hallelujah. When I was young, kuna siku ungetamani kukula kitu lakini hakuna hiyo pesa. Hakuna hiyo pesa. Ungetamani kuvaa suit vile wengine wanavaa ni wewe. Lakini unajua nini? I fail on this word, and the Bible tells me it is only a matter of time. Kesho yako inakuja. Praise the Lord. Usikufe moyo. Feed on the word of God. Pray. Seek the face of God. The Lord will change your situation. The Lord will bring something good in your life. And Galatians chapter 5 verse 19 will be deleted in your life. Galatians 5:22 will continue germinating and doing its work. The fruit of the Spirit will grow in your life. Praise the Lord. Bwana atubariki katika jina la Yesu. Let us feed on Jesus. Feed on Jesus. You need spiritual strength? Feed on Jesus. You need to have victory in your life? Feed on Jesus. You need to have a powerful prayer life? Feed on Jesus through His word. You need to have victory and blessings in your life? Feed on Jesus. Hallelujah. Unataka kuwa warrior? Unataka kujua kile ambacho Mungu amekuita kufanya? Feed on Jesus through His word. Amen. Hakuna mtu wa bure hapa. Hakuna mtu ambaye Mungu amemuokoa akuje tu akalie kiti na kukaa namna hii. No. You have a purpose. You have a purpose. My sister is discovering herself there. Now she say, okay, now God, you have called me. I want to change things. I want to change. I want to bring change in my life. That's why she said, I want to touch the Race Course Ward people by serving them in the political arena. And you, the Lord has called you. Feed on this word. In Jesus' name. Imani huja kwa kusikia, na kwa kusikia neno la Kristo mambo inabadilika. Kama unasumbuka, kuna mambo ambayo yanasumbua. Najua hata kwa Christian life, Christian circle that. Kuna watu wana struggle kuishi maisha mazuri, kuishi maisha ambayo Paulo alisema nikitaka kukaa vizuri nakuta kwamba nimefanya hii, nakuta sikai vile inatakikana. Maana dhambi iko katika system ya miili yetu. Huyu Adam anabebana na dhambi, na lazima ushinde huyu Adam ili mtu wa ndani, Adam wa pili, Adam wa uzima aweze kukua. Ni mpaka usome hili neno la Mungu. Hautashinda kwa mawazo yako na kusoma. No, it is through this word. If you want your life to be clean, kukua safi, kukua mwaminifu, kuishi vizuri, kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu, soma neno. Itakusaidia kujitakaza. Ninasema kwa sababu ilinisaidia. When I was a youth, wakati niliokoka, nikimalizia hiyo ushuhuda. Kilichonisaidia kutengana na marafiki waovu, nilisoma hili. Nikajitenga na nikawa peke yangu. Ningetembea peke yangu, lakini ningetembea nikiwa na Biblia. Na hii ndio ilinisaidia niko mali niko leo kwa sababu ya neno la Mungu.
Neno la Mungu linaleta ushindi, wapendwa. Neno la Mungu linaleta uzima kwa maisha ya mtu. Neno la Mungu ndugu chege inang'arisha maisha yako, inakutengeneza unakuwa mtu wa maana. Jitengeneze. Feed on Jesus. Praise the Lord. Feed on the Lord. Na kitu moja nataka nikwambie, Yesu anakupenda. Hapana, angalia shida yako. Don't look at your problem and your challenge at this moment. Look at the word of God. What does the word of God says about me, about this situation? Understand this word. The Bible says, my people perish due to lack of knowledge. Know the word. Itatusaidia. Tutachange, tutabadilisha mambo. Tusimame tuombe pamoja. Katika jina